Katika siku ya leo, mzozo kati ya Iran, Israeli na Marekani umeendelea kuwa moto na kusababisha mgogoro mkubwa wa kijeshi na kisiasa katika Mashariki ya Kati. Mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israeli dhidi ya maeneo mbalimbali nchini Iran. Marekani na Israeli zimetoa mashambulizi makubwa ya anga na kombora dhidi ya maeneo mbalimbali nchini Iran, ikiwa ni sehemu ya operesheni kubwa ya kijeshi iliyopangwa kwa miezi, kwa mujibu wa maafisa wa kijeshi. Operesheni hii imejulikana kama Operation Epic Fury kwa upande wa Marekani na pia kwa Israeli kuchochea msukumo wa mapinduzi ndani ya Iran. Uhusiano na kifo cha kiongozi mkuu wa Iran. Vyombo vya habari vya Iran vimefunua leo kwamba kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, amekufa baada ya kujeruhiwa katika shambulio hili la pamoja la Marekani na Israeli. Kifo chake kinatajwa kuwa kati ya matokeo muhimu zaidi ya mashambulizi haya na kinaweza kubadilisha siasa za ndani na uongozi wa nchi hiyo. Hasira na uzoefu wa Iran. Iran imefanya mashambulizi ya kulipiza kisasi kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya Israeli na dhidi ya vituo vya Marekani katika nchi za Ghufu ya Ulaya kama Bahrain, Qatar, UAE na Kuwait. Mikoa mingi ya Iran imesababisha vifo na majeruhi wengi, na idadi ya raia walioathirika inaripotiwa kuwa juu. Israeli imeongeza mashambulizi yake. Israeli imeendelea kushambulia maeneo ya kijeshi ya Iran, ikiwa ni pamoja na vituo vya makombora na miundombinu ya ulinzi. Hii imesababisha hali ya tahadhari makubwa ndani ya nchi na maendeleo ya hali ya dharura. Athari za kimataifa. Vita hivi vimegeukia mjadala mkubwa duniani kote, na baadhi ya nchi zimeikosoa hatua ya Marekani na Israeli kama uvamizi usio halali. Wengine wanaonya kwamba mgogoro huu unaweza kusababisha mapigano mapana katika eneo lote la Mashariki ya Kati na kukwamisha uchumi na usalama wa kimataifa.